ndio unajua okay, Mungu alivyotuumba alitia ndani mwetu akili na alitia ndani mwetu viungo fulani. Vikishafika kiwango fulani lazima ubadilishe kitu unachokifanya. Amen. Sasa kama siku imegawanywa mara 3, sawa? Wiki imegawanywa mara 3. Si mara 3? Ikiwa wiki imegawanywa mara 3, mwaka umegawanywa mara 3. Au sina jibu? Hakuna jibu. Yesu asifiwe. Amen. Serikalini mwaka umegawanywa mara 3, miezi 4 kota ya kwanza, miezi 4 mingine kota pili, miezi 2 mingine kota 3, na taarifa zote za serikali zinatolewa kwa miezi 4 Amen. kota 3. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa siri ambayo jana tulikuwa tunafunua ni kwamba mwaka mzima, amen, kama umetumika muda wa mwaka mzima au Mungu amekujalia neema umeishi mwaka mzima, kwa sababu imegawanywa mara 3, umeshasinzia na kulala miezi 2. Kwa sababu tunalala kila siku masaa 8, yaani miezi 4 kwenye mwaka mzima unakuwa unalala. Amen. Miezi 4 unatakiwa ulete matunda ya kazi yako, na miezi 4 unatakiwa ufurahi. Sasa niliota hivi, Mungu kanitendea hivi, nimetenda hili, nimejenga hili, na furahi sasa. Amen. 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 Hivi nani analala masaa 8 kwa siku? Sijamuona masaa 8. Mimi nalala hata masaa 8. Kwa sababu nilipogundua hiyo, yani lazima kama nimelala nyuma lazima niamke hata saa 1. Amen. Amen. Nani ambaye anatumika masaa 8? Yani uko focus kazini kwa muda wa masaa 8? Hakuna. Amen. Na nani ambaye anajipatia kuenjoy na kufanya mambo mengine yasiyolingana na kazi kwa muda wa masaa 8 kwa siku? Hizo hesabu tu, amen, zinatufundisha kwamba hatuifikie hatima yetu mbio, au hatufikie vision Mungu alitia ndani mwetu kwa sababu hatuheshimu kuzihesabu siku. Amen. Amen. Kwa sababu kama wewe ni muombaji, kuna masaa unahitajika uombe. Amen. Amen. Ukiwa serikalini, si unaenda sijui huko unaanza saa ngapi? Kama ni saa 2, saa 1:30 saa 1:30 mpaka saa 9:30. Masaa 8. Ndio. Si masaa 8? Ndio. Lakini watakulazimisha na wewe mwenyewe itaingia katika yani kalenda yako kwamba saa hii mpaka saa hii siwezi nikawa kwenye uwanja wa michezo. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa kwa nini kwa Mungu tusiwe? Amen. 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 Inaingia lini? Amen. 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 Sasa unapofanya miaka 3 duniani umeshasinzia mwaka mmoja, na ukifanya miaka 30 duniani bado miaka 10 umeshasinzia. Sasa unatakiwa hiyo miaka 10 yako ya kazi, sawa, ifunike miaka 10 ya usingizi na miaka 10 yako ya kuenjoy. Usipofanya hivyo, wala maisha yote utaona kama hauendelee mbele. Na hapo ndipo wakati Bishop anasema wazungu sasa hivi hawawazi tena mambo ya chakula, kwa sababu muda mwingi wameupitiza kwenye kutumika. Amen. Ili kesho yao iwe bora. Ngoja niwape mfano kwa wale ambao wameshaendesha magari, sawa? Hizi gari za manual, kuna gia namba 1 ambayo ndio ina uzito wote. Amen. 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 Lakini gari ikishaondoka, huna haja tena ya kutumia hiyo gia namba 1, kwa sababu hata mlio unakuwa kama unasumbua. Unatakiwa uingie gia namba ngapi? Hiyo haina uzito kama gia namba 1. Amen. Alafu ukishafika tena kwenye sijui kuna unahitaji bonde,
Sio mlima, yani sehemu ambapo kumekaa sawa, kuna mlima, kuna tambarare. Unatakiwa utoke kwenye gia namba 2 unaingia kwenye gia namba 3. Na ukiona kabisa mbele yako hakuna magari, hakuna pikipiki, unaingia kwenye gia namba 4. Amen.